Baba, katika jina la Yesu Kristo ambaye ndio njia na kweli na uzima, na kushukuru na kulihimidi jina lako la kipekee kwa wakati huu na wakati wote na siku zote maadamu napumua. Samehe dhambi na makosa, kwa sababu hakika wewe ni Mungu mwenye kusamehe. Napoanza mkanda huu wa kufundisha maana ya dini na vile vile mafundisho ambayo nitakayatoa ama aya zote, utukufu kurudie wewe. Tazamaji yuko mikononi mwako, tende yaliyo mema. Jina lako litukuzwe, ni katika Yesu nimeomba na kuamini. Amen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hiyo ni inaitwa Suratul Fatiha. Suratul Fatiha wanapenda sana, hawapendi sana, lazima isomwe. Na sasa hivi naomba tazamaji, si mahali ulipo pana usumbufu wa kelele, kama hakuna basi karibu kanda wa mafundisho katika kuthibitisha kwamba Ukristo ni dini. Kuthibitisha kwamba ama kuwa Ukristo ni dini. Ndio kasoma Surah Al-Fatiha katika lugha ya Kiarabu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Memezamati. Katika hiyo Fatiha nimekusudia aya kama moja hivi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hapo ndipo upakamata vizuri, usiwe na haraka ya kutaka tafsiri yake, tuambatane. Hivi kweli kama Ukristo ungekuwa si dini, sijui ungekuwa shamalizwa. Mimi huwa sipendi kupatiza muda, lakini kidogo lazima niweke utangulizi. Unajua siku ingia moja kwa moja kwa mtu tugombana, lazima uweke utangulizi, kukurubisha akili yako pamoja, maana usipofanya hivyo utakosa kuelewa anazungumzia nini. Sasa madai ya Waislamu tushayasikia katika mada hii, Ukristo si dini. Majibu tukayatoa kuthibitisha Ukristo, yani kuthibitisha kwamba zile aya alizotoa Muislamu zimo, lakini tafsiri kazipa tofauti. Sasa nizamu, angalia saa yangu hapa, nizamu ya kufundisha. Na kama umefuatilia mikanda hii, mada ya kwanza ya uungu, ya kitabu, msalaba, sasa tuko kwenye dini tunayomalizia, na kila mada imekamata na kubeba DVD 3 ama mikanda 3. Kwa nini nafanya hivyo? Ili upate jumlia ya kuelewa kwa ufasaha. Maana hapa tunakimbizana kiakili, si kimaandiko. Kwanza kabisa
naanza hivi. Nini maana, ni nini ya maana, ama ni nini maana ya neno dini? Neno dini maana yake ni nini? Kwa sababu lugha huficha mambo ambayo ukizoea kuyatamka hayo mambo kilugha bila maana na kuyapa tafsiri, yanaweza yakawa mazoea yasiyo na maana. Sasa mimi hapa naanza kwanza, nini ya maana ya neno dini. Sianze mimi, natoa ushahidi. Nini ya maana dini? Si wao wanatumia Qur'ani na Biblia, na nishakwambia mwanzo kwamba na sisi tutatumia hiyo Qur'ani na Biblia. Kwanza kwa sababu inatumika sana hii ya Al-Farsi, hii tutatumia hii ya Al-Farsi. Maana ya neno dini. Qur'ani sura ya 3 aya yake ya iko hapa, nimeinukuu hapa. Ndio nasoma hii. Qur'ani sura ya 3 aya ya 99 ya Farsi anasema, sema Muhammad ndo anaambiwa aseme, enye mliopewa kitabu, wakimaanisha Wakristo na Wayahudi, kwa nini mnawazuilia watu na njia? Akaitafsiri neno njia katika bracket akasema ni dini. Yani maana neno dini ni njia. Neno njia ni dini ya Mwenyezi Mungu. Wale walioamini mkaitafutia kosa na hali mnashuhudia kuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na kosa. Na Mwenyezi Mungu ni si mwenye kugafilika na mnayatenda. Bana ashatupa tafsiri ya neno njia. Maana yake ni dini. Kwa hivyo unapozungumza dini, jua unazungumzia njia. Ukizungumza njia, ukisema njia dini. Neno dini ni neno la lugha ya Kiarabu. Mfano, kitaka kuthibitisha neno dini, nafafanua neno dini kwanza. Tuangalie katika juzu ya 30 aya yake taratibu. Qur'ani sura ya 109. Hebu nisome katika Kiarabu, utasikia mna neno ama nukta fulani. Qur'ani sura 109 aya kwanza mpaka kujibwaga chini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Hayo ndio kipengele nilikuwa natafuta katika aya mwisho, lakum dinukum waliyadin. Sikiza hiyo nukta, dinukum waliyadin. Kwa hivyo neno dini unasikia liko katika lugha ya Kiarabu. Sasa sikiza Kiswahili tafsiri yake. Sema enye makafiri, siabudu mnachoabudu, wala nyinyi hamabudu ninayemwabudu, wala sitaabudu mnachoabudu, wala nyinyi hamtaabudu ninayemwabudu. Yani aya zinarudiana hapo. Nyinyi mna dini yenu, nami nina dini yangu. Kwa Kiarabu, lakum dinukum waliyadin. Nyinyi mna dini yenu, nami na dini yangu. Dinukum waliyadin. Umeona neno dini? Manake kwamba ni
mmebaki katika lugha ya Kiarabu. Sasa kwa Kiswahili ni njia. Wamenielewa? Wamenikamata ndugu yangu, rafiki yangu. Ni vizuri kueleza kitu ndicho kikamatike kieleweki kuliko kwenda kama cherehani. Aya. Biblia wasemaji? Ayubu 4:6, bado neno dini. Je, dini yako? Sasa hapo manake sikiza, imeanza na je, dini yako sio matarajio yako na matumaini yako sio uelekevu wa njia zako? Pale imeanza dini, mwisho na kufafanua kwamba maana ya dini ni njia, kwamba dini yako sio matarajio yako na matumaini yako si huo uelekevu wa njia zako. Kwa hivyo neno dini linakuja njia, neno dini linakuja yani njia, dini njia. Sasa hapa pengine patasema, maana mimi najua binadamu hupenda sana ukimbilia maneno ambayo yanaonekana thaqila, magumu. Ndio naona wengi hutatizika wanaposoma Biblia. Sasa tunaambia katika Ayubu kuna kipengele kinasema uelekevu wako, uelekevu wa njia zako. Kwa hivyo kuna dini ngapi? Hii ni swali, kumbuka, na matumaini yako sio uelekevu wa njia zako. Dini, neno hilo dini manake linaweza kawa pia na neno mfumo wa maisha. Nafafanua neno dini. Neno dini linaweza kawa pia na tafsiri ya mfumo wa maisha anaochagua mtu kufuata. Kwa hivyo inaweza kawa mfumo wa maisha ni mbaya, mfumo wa maisha si wa Mungu, mfumo wa maisha hautoka kwa Mungu, lakini upo ukauchukua. Ndio Qur'an anawaambia qul ya ayyuhal kafirun, waambie hawa makafiri. Kwa hivyo makafiri wa Makka ambao walikusudia pale pia walikuwa na mfumo wao ambao walifuata. Walipata neno dini. Sasa tuulize methali. Lakini kabla ya hapo nimesema neno dini, sasa umepata tafsiri mbili hapa. Maana dini ni Kiarabu, manake njia. La pili, mfumo wa maisha mtu anaochagua, anaopenda kuchukua. Lakini si kila mfumo umekubaliwa na Mungu, atakana kwamba unang'ara, hata kama ni mzuri. Na si kila njia. Sasa wacha nitumie neno dini ambalo ni maarufu. Na si kila dini inamfikisha, inampeleka mtu kumfikia Mungu ama ufalme wake. Hamna kitu kama hicho. Methali, kitabu cha Biblia, sura ya 16 aya yake ya 25. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Sasa angalia hiyo. Maana ipo dini inayoonekana kuwa nzuri, maridadi, yapendeza machoni pa mtu, nzuri mno, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Angalia hapa Biblia ilivyo. Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Yaani ajabu yake kwamba kina mafundisho safi. Sikiliza, iko njia hapa, pemekuja neno njia moja ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, zuri, safi, maridadi. Nukta inayofuata, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Pale imeanza na njia moja, hapa imeanza za mauti. Maana yake kwamba wewe ndio na njia yako, yule ana njia yake, yule ana njia yake, yule ana njia yake. Zikiwa pamoja zinakuwa za mauti. Sijui kama kuna kitabu duniani ambacho kina ufasaha wa kueleza jambo kama Biblia. Sijui. Na kama kipo, basi nakiomba mie niwepewe. Sijui profesa kaandika, sijui kuna mtu ana PhD,
Sijui kuna mtu kafanya hivi, hivyo vyote ni vituko. Hamna, ni Biblia tu. Neno dini. Kwa hivyo Wakristo msije mkafata misisimuko ya watu ya kupamba dini zao kila kukicha, maana mama ile kusema kweli. Hebu kidogo tazamaji, kuna kitu muhimu, maana hapa tufanye mashindano. Unajua kuna watu wanapokwenda kurekodi katika studio ama wanaporekodi mazungumzo, wanakaa ni kana kwamba wamfungwa kamba. Hata akitaka kukohoa anaambiwa shaharibu mkanda. Mimi naokota kitu, sijaribu mkanda, naokota kitu cha maana hapa chini. Biblia imetufundisha kila kitu, mpaka niendelee kufundisha na kuna kitu cha maana kimeanguka. Ana nimeshuhudia siku moja ni kwenda mahala, zamani kidogo ndio naanza kutoa ile mikanda ya mwanzo ile, sio hii mpya ambayo imetoka sasa. Unaka hivi atakujifuta jasho kitoa fundisho, unajifuta asiki heshima bwana mkubwa, unajifuta sijui nitasema kivipi, eti ni kama bwana harusi taratibu. Sasa yanazungumza na mtazamaji, mkachangamka kwa sababu Yesu yuko ndani yangu. Si kila njia, si kila dini unayoiona wewe unaparamia. Biblia ishatoa onyo kali. Naweza kuona njia iko nzuri machoni pa mtu kaipamba, na kweli zipo. Zipo. Na kila kizuka anazuka ya kwake na kaipamba. Biblia ishasema, lakini mwisho wa hizo njia ni mauti. Sasa kidogo pindua akili. Tumusome kidogo kwanza. Tushaona njia ni dini. Dini ni njia. Sasa kidogo tumutizame mwanzilishi wa Uislamu ni nani? Maana kule watatuambia ni dini ya Mungu. Sasa katika kufundisha tunamchunguza kidogo mwanzilishi wa Uislamu nani? Qur'an sura ya 42 aya ya 52 pana kitu muhimu sana. Qur'ani sura 42 aya ya 52 inasema hivi: na namna hivi tumekufunulia wahyi, ufunuo kwa amri yetu, ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani, lakini tumefanya kitabu hiki Qur'ani ni nuru, ambayo kwa nuru hiyo tunamongoza tumtakaye katika waja wetu, na kwa yakini wewe unaongoza katika njia iliyonyoka. Hapa kuna vipengele vingi mno, lakini kipengele ninachotafuta hapa ni hiki: na namna hivi tumekufunulia wahyi kwa amri yetu. Allah huyo sio walikuwa wangapi? Ulikuwa hujui kitabu ni nini. Muhammad anasema, wanaambiwa alikuwa hujui kitabu ni nini wala imani. Muhammad alikuwa hajui kitabu ni nini wala imani. Tunathibitisha je, ni kweli Muhammad alikuwa anajua kitabu wala imani? Kisha wale ambao ni Waislamu hawajui maandiko, wakisikia nukta hizi zikisoma jaziba zishapanda, wanafikiri natokana. Ni Qur'ani. Si ni Qur'ani yasema alikuwa hajui kitabu ni nini wala imani. Kwa hivyo hakuwa na kitabu wala hakuwa na imani. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa Qur'ani inatupa habari kamili. Muhammad alikuwa hajui kitabu wala imani ni nini. Hapa pana maswali mengi kiasi tu. 1. Hivi Muhammad hakuwa na dini? Qur'an sema alikuwa hana imani wala kitabu. Hivi Muhammad alikuwa hana dini? Na kama alikuwa nayo ilikuwa inaitwaje? Kwa imani na mafundisho ya Waislamu wa dhehebu la Sunni, Muhammad aliupata utume akiwa na miaka 40. Lakini ukisoma aya hiyo vizuri, nadhani inatoa jibu ambalo huenda Waislamu wengi wakogopa kulitoa. Jibu ni alikuwa hajui kitabu wala imani. Sasa wewe msomaji mwenyewe unaweza, yani mtazamaji, yani unaweza ukajaza hapo palipo salia.
Qur'ani sura ya 93 aya ya 7, na akakukuta hujui kuongoza akakuongoza. Yani Muhammad Allah alimkuta hujui kuongoza akakuongoza. Yani akakuta hujui kuongoza akakuongoza. Tafsiri ya Al-Farisi. Hiyo aya tuisome katika tafsiri ya Barwani. Sikiza, na akakukuta umepotea akakuongoa. Huyo Farisi huyo anatafsiri na akakukuta hujui kuongoza akakuongoza. Na Barwani anasema sio hivyo, nzuri ni hii. Muhammad wewe na akakukuta umepotea akakuongoa. Ina maana alikuwa amefanyaje? Maadhimisho ya Uislamu. Kwa hivyo Muhammad alikuwa amepotea, na kama ninavyopenda kusema kila wakati hayo maneno, na nataka nikwambie aya hii, wawajadaka dhalan fahada, ingepatikana katika sehemu yoyote ndani ya Biblia yani ikapatikana aidha kwa Mtume Paulo, kwa nani, kwamba alikutwa amepotea akaongozwa, hatungelala. Mimi najua anasema nini, hatungelala. Lakini kwa bahati nzuri, sikiliza maneno hayo. Haya maneno yakingepatikana ndani ya Biblia kama nilivyotangulia kusema, ukweli Waislamu wangekuwa na matusi ambayo hata shetani angeshangaa sana. Lakini ya kwao wanayasoma katika sauti nyororo mno. Ina maana Muhammad alikuwa katika njia ya potofu, na sijatukana, ni Qur'ani ndiyo inasema hapa juu kwenye hizo aya. Kama za Paulo wanazozipinga, naelekea huko kwenye mada ya Paulo. Kuna aya niliitoa katika majibu. Sasa hebu niitoe tena, 6:14, mwanzilishi wa Uislamu, naikumbuka kwamba hakika mimi nimeamrishwa ni wa kwanza katika wenye kusilimu. Kwa hivyo Muhammad mwanzilishi wa Uislamu. Mungu anasema Allah wanavyomuita, alikutwa Muhammad ampotea, Allah akamuongoza. Bimaana Muhammad alikuwa hajui kuongoza. Sasa ina maana sasa ndiye akasema akaamrishwa awe wa kwanza wa wenye kusilimu. Pia akatoa 39:12, unaikumbuka? Na pia nimeamrishwa niwe wa kwanza wa viumbe wanaojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, kiumbe cha kwanza. Kule hajui ampotea, hapa Allah anamuongoza, anaamrisha au wa kwanza kwa wenye kusilimu. Upo kuna sehemu mpotelea ama mpandisha hasira. Usipandisha hasira ni vitabu. Si nyinyi mnasoma vitabu Waislamu mkikejeli, sisi hatukejeli. Tunasoma vile vilivyo, tunatoa tu sauti kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Qur'ani sura ya 12 aya yake ya 19 mpaka 20, nipasome kisha nimuulize huyo bwana alipatafsiri vipi. Qur'ani sura ya 12 aya yake ya 19 mpaka 20 panasema hivi: ukafika msafara karibu na pale kisimani, wakamtuma mtekamaji wao. Ni kisa kile ambacho ni cha Yusufu ndani ya Biblia, lakini kidogo ndani ya Qur'ani kawaida hakielewi, yani hakilingani na cha Biblia. Naona ukweli. Sasa sikiliza. Ukafika msafara karibu na pale kisimani, wakamtuma mtekamaji wao, naye akatumbukiza ndoo yake kupanda ndoo yake, yani akatumbukiza ndoo yake kupanda ndoo ile, akaona mtoto. Alisema furaha njema, huyo hapa kijana mwanaume. Nao yeye na wenzi waliokuwa kisimali hapo wakamficha kwa wale wasafiri wenzao, wakasema kuwa kijana huyo ni bidhaa walionunua, na Mwenyezi Mungu akijua waliokuwa wakiyafanya, wakenda naye Misri na wakamuuza kwa thamani mpungufu, kwa pesa kidogo tu hivi na za kuhesabika, na hawakuwa na haja naye ya kumweka, wakiogopa wasitokee jamaa zake kuja kumtafuta huko. Mambo mengi, kisa tofauti kidogo sana, lakini kisa cha Yusuf. Akitafsiri hizi aya, sikiliza hapo chini ya hizo aya ukiwa na tafsiri.
Al-Qur'ani hii ya Al-Farisi ametafsiri hivi: unaona, kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad, halafu akausingizia Uislamu kwa ndio uliokuja kuuza watu. Maneno ameweka yeye, sio wa Kristo. Dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Haya ya kwetu haya jamani, si ni ya kwenu tu? Ilikuja na nani? Na Muhammad. Hasira ziko wapi? Hamna. Kwa nini tusome vitabu? Tuvifuate. Twende katika Qur'ani sura ya 5 aya yake ya 3. Leo mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri, na chakula cha wale waliopewa kitabu ni halali kwenu, na chakula chenu ni halali kwao, na mmehalalishiwa kuwaoa wanawake wema wa Kiislamu na wanawake wema katika wale waliopewa kitabu kabla yenu. Ni halali kwenu kuwaoa mtakapowapa mahari yao, mkafunga ndoa nao bila kufanya uzinzi kwa mwanamke huyu na huyu, wala kuwaweka wanawake wa kinyumba. Na anayekataa kuamini, bila shaka amali zake za kheri zimepotea, na yeye katika akhira atakuwa miongoni mwa wenye hasara. Nimeisoma aya, tafsiri yake huyo katafsiri hivi. Humo ndani mmetajwa ahlul kitabu, watu waliopewa kitabu kabla ya Uislamu. Sasa amefafanua hivi huyo kwa hiyo aya, nenda katika, amesema hivi katika maelezo yake ya hizo aya: na ni halali kwa mwanaume Muislamu kumuoa. Angalia hapo kwenye maelezo yake katika nukta herufi ya A, anaanza hivi: mwanamke wa Kiislamu, au B mwanamke wa Kiyahudi, au C mwanamke wa Kinasara, yani wa Kikristo, maadamu ukoo wao umeingia katika dini hizo kabla ya Uislamu haujaja. Manake kumbe kuna dini ya Kiyahudi na Kikristo zilikuwepo kabla ya Uislamu haujaja. Si maneno yangu. Wajua nyewe mnakamatwa sana wa Kristo kwa sababu Biblia hamuijui wengine. Si matusi. Si kwamba hamuisomi. Mnasoma upande moja wa Bwana asifiwe, nimeokoka. Upande huo wapinzani hamtaki kuchungulia. Kathibitisha kwamba kabla ya Uislamu palikuwa na dini tena hizo. Maneno haya nimeyanukuu vile alivyo, sijaongeza kitu. Lakini sasa marafiki zetu, mbona kupinga ukweli? Kuna faida gani? Tuendelee. Ni kufundisha neno dini na faida yake. Muhammad anathibitisha kuwa ni dini yake. Sasa pale tushaona wa kwanza kusilimu katika viumbe, na tumeona nini maana ya dini, na kila dini inampeleka mtu katika uzima wa milele. Muhammad unasema dini hii ni ya nani? Ya Kiislamu. 104 Qur'ani sura ya 10 aya yake 104. Sema, enyi watu, ikiwa nyinyi mnayo shaka katika dini yangu. Na aya moja Waislamu wanapenda kuisoma Paulo anaposema kama enenavyo injili yangu. Wanasema nani? Unaona? Injili ya Paulo si ya Yesu, ni injili ya kwake. Hapa Qur'an anasema, Muhammad mwenyewe anasema, sema we Muhammad, tangaza, enyi watu, ikiwa nyinyi mnayo shaka katika dini yangu. Dini yangu ni dini ya Muhammad. Basi mimi siwaabudu mnaoabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa aya hii dini ya nani? Kwa hii aya. Hebu mtazamaji jibu hapo. Sasa alipoona kashatamka dini hii, watu washajua ni yake, kaona hapa lazima watu watanisukumia maswali. Muhammad akaona si yangu, pale ni yake. 3:19 akaibadilisha kidogo, akaipamba hivi: bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hakuna aya inasema ndani ya Qur'ani kwamba bila shaka dini ya haki mbele yangu mimi Allah
Ni hapa Muhammad anasema bila shaka. Kuna mtu atasema bila shaka dini ya Mwenyezi Mungu, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Si bila shaka dini ya haki mbele yangu mimi Allah ni Uislamu, haipo. Tasikia al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hayo mengine tafsiri yake inakuja. Ndio nilikuwa naisoma 3 na 5 Qur'ani. Leo nimekukamilisheni dini yenu na kukutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Hapo hamna kipengele, nimekupendeleeni Uislamu dini yangu uwe dini yenu. Na hapa hatujui nani anasema. Leo nimekukamilishieni dini yenu na kukutimizieni neema yangu na nikupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Sasa angalia aya hii tuifanyie kidogo ufafanuzi usiokuwa na chuki. Hiyo aya ambayo nimeitoa juu ni ndefu, lakini hapa nimekusudia hicho kipengele ambacho nimekiweka hapo ili kulinganisha maneno hayo ya Allah. Maneno hayo ya Allah ya Uislamu, maana yake hawahitaji tena samani Allah kama wanavyoamini Waislamu. Yaani hayo maneno ni ya Allah kama wanavyoamini Waislamu. Lakini pale yaambiwa Allah anasema Allah aliwakamilishia dini njia. Yaani kwa Waislamu wamekamilishiwa dini njia, hawahitaji njia yao ya Uislamu. Maana yake hawahitaji tena njia nyingine bali hiyo tu. Lakini ukisoma aya hii inayofuata utaona mambo tofauti kabisa. Nafundisha mambo ya dini na faida yake. 5:35. Hapo juu Allah anasema amewakamilishia neema dini ya Uislamu, amewapendeleeni. Sikiliza sasa 5:35 hiyo. Enyi mlioamini, eti wanakusudia Waislamu, mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia kufikiria pepo yake na piganeni kwa ajili ya dini yake ili mpate kufaulu. Sasa pakamati vizuri. Kama hawana haja na njia nyingine, ile shakamishwa. Hiyo ya Uislamu ndio ya kumfikia Mungu, kuwafanya kumfikia Mungu kwa ukaribu sana. Mbona hapa wanaambiwa watafute njia ya kumfikia Mwenyezi Mungu na pepo yake? Kuonyesha kuwa hawana njia inayoweza ikawafikisha kwa Mungu. Kwa sababu ukiambiwa tafuta, ina maana huna hicho unachoambiwa ukitafute. Na ni kweli kabisa. Ushahidi hapa unaonyesha kuwa Waislamu wanahitaji njia sana. Pale aya inasema Mungu kawakamilisha dini yao. Hapo katika hiyo verse, chapter hiyo verse 35, Mungu anawaambia, Allah anawaambia tafuteni njia. Sasa kama imekamilika, ni neema, ni njia gani wanaambiwa watafute? Sasa jieni kweli Waislamu wanatafuta njia? Hiyo sura al-Fatiha ambayo nimesoma katika lugha al-Arabia mwanzo bila inasomwa namna hii: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa mwenye kuneemesha, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Mambo ya Farisi huyo. Neema ndogo ndogo mara kubwa kubwa. Lakini ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mtafsiri. Tafsiri ya asilia ni kwa bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Lakini huyo kasema hivi: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Maana kuna ndogo ndogo na kubwa kubwa. Aya pili nasema shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. Ya tatu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Ya nne, mwenye kumiliki siku ya malipo. Ya tano, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Ya sita, tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha,
sio ya wale waliokasirikiwa wala ya wale waliopotea. Ya 6 na ya 7 umeisikia. Waislamu kila siku, kwanza hiyo sura ndio imebeba ibada yote ya Kiislamu. Muhammad amesema yule ambaye haisome sura hiyo katika swala hana swala. Yani wakati Waislamu wanaposwali swala 5 kwa siku lazima waisome mara 17. Swala ya kwanza ya alfajiri, ile swala tulefajiri, swalatul fajr saa 11 hivi ama 11:30 nategemea alfajiri. Na raka ngapi? Wanaisoma mara 2. Swala ya saa 7 wanaisoma mara 4. Swala ya saa 10 wanaisoma mara 4. Swala ya isha, magharibi, salatul magharibi ya 12:30 saa 1 nategemea jua, wanaisoma mara 3. Swala ya isha, salatul isha ile ya saa 2 wanaisoma mara 4. Utapata kwa jumla hiyo suratul Fatiha wanaisoma mara 17, wala ambao sio tariku swala. Maana kuna Waislamu jina tu kuswali, hawaswali, kufunga hawafungi, lakini ni wakali sana katika dini. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na Muhammad ashawaambia man taraka swala faqad kafara. Yote ambaye ameacha swala ama kaacha kuswali, wewe ni kafiri. Sasa kabla hujamuita mtu kafiri, jiulize ameswali mara ngapi? Man taraka swala faqad kafara. Shakufuru. Sasa wewe jiulize. Kabla hujamwambia ule fulani kafiri, wewe washaswali. Ada nyingine. Ukisoma kwa makini msomaji wangu ama mtazamaji wangu, hiyo aya ya 7 utaona vile Waislamu wanavyoomba kwa bidii sana Mungu aongoze kwenye njia iliyonyoka. Maneno hayo si ya kuchukulia kimzaha wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yani mara 17 wanaomba Mungu aongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale waliowatangulia manake Waislamu, wale waliowatangulia Waislamu. Na sisi tuna kama jumbani, marafiki zetu wanajipinda kila siku mara 17. Tena kuna swala zingine zinaitwaje zile za sunna zile, wanaomba Mungu aongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale walioneemeshwa, sio ya wale waliokasirikiwa. Maana ndio nakwambia kuna njia wale waliokasirikiwa, lakini kuna wale walioneemeshwa. Ina maana walioneemeshwa ni kina nani? Kina nani waliotangulia wakapewa vitabu? Wa Kristo na Wayahudi. Waliokasirikiwa ni wale ambao walikuwa wanaabudu masanamu. Sasa hapo mimi nasema Kristo haya chap. Wanaomba. Marafiki zetu wanaomba kila siku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nyinyi mmekaa Ukristo majumbani, mko makanisani tu, wenzenu wanaomba Mungu aongoze. Changamkeni wa Kristo. Tokeni. Wainjilisti amkeni. Msiogope kufa. Wapi silaha? Usitoke na jiwe. Usitoke na chochote kile. Shoka, upanga. Toka na silaha zote. Hapana silaha duniani kama hii. Inavunja na kukanyaga. Na hapa ndo penye upanga unaokamata kuwili huko na huko. Biblia. Washaomba marafiki zetu, na inaipenda sana Biblia. Acha kwanza niweka hapa. Tutoka haraka ndugu zangu. Yesu anasema nini? Washaomba hawa marafiki zetu. Sikiza Yesu anavyosema. 7:7 Mathayo mpaka 8. Ombeni nanyi mtapewa. Ihdina as-siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyoka. Waislamu wanaomba. Yesu alitangulia kusema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Haleluya. Haya Wakristo, Waislamu, marafiki zetu, wengine ndugu zetu, dada zetu washaomba, na Bwana mabwana anasema mkishaomba mtapewa, mkitafuta mtaona tu, mkibisha mlango utafunguliwa. Lakini pana kitu hapo. Wewe mtazamaji penda, kiwa na rafiki yako, ama wewe kama mpotea njia, wewe mtazamaji umpotea njia, katika upoteaji njia unanipata, ukawakuta watu wawili katika kule kuhangaika wataka kuulizia ujue njia, ama waulizia njia ya kukuelekeza unakokwenda. Kwa bahati nzuri ukapiga jicho ngaa ukaona rafiki, bahati mbaya ngaa jicho la pili ukamwona adui. Swali, utamuulizia nani ama utamuulizia nani njia? Najua shajibu rafiki. Najua shajibu rafiki. Sasa kama ni rafiki ndo takayemuulizia njia, na kule Waislamu wanasema tafuteni, ama maana Qur'an inamwambia tafuteni njia. Sasa wanatafuta, unadhani ndani ya Qur'ani marafiki wa Waislamu ni kina nani? 5:82 Qur'an. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Hakika utawakuta walio maadui zaidi, sio maadui tu, zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Hao maadui zaidi kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Kwa hivyo Mayahudi wana kitabu lakini maadui. Kitaka kujua, chukua mkanda wangu wa historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utajua kwa nini maadui, kwa nini aya hii ilishuka. Meelezea kanda nyingi sana. Waislamu ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Vikundi vingapi hivi? Mayahudi na mushirikina wasiokuwa na kitabu. Na utawaona, sikiliza nukta nzuri, utawaona walio karibu kwa urafiki. Aya hii nitaisoma, pengine nitaisoma katika Kiarabu, lakini wacha nisome kwanza. Na utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyoni, scholars, na wachao Mungu, na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari, hawana kibri, wakijua haki huifuata. Hizi sifa mbona nzuri. Kuna kitu hapo nikisome. Sura ya 5 aya 82. Sikiliza kwa Kiarabu. Nataka tukipengele kimoja tu. Inasema wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina kafaru. Hapa natafuta neno moja, mawadda ama mawaddatan, lakini ni vizuri kwanza unaweza kusoma mawadda, lakini ukisoma mawaddatan hakuna ubaya. Neno mawadda ama mawaddatan ni neno ambalo ni la unampenda, uko karibu sana kwa kumpenda mtu, yani limetumika ni kama unavyoona, yani mtu unampenda. Kumbe Qur'ani ili neno nafikiri nitalifafanua katika mada fulani, na nafikiri nishalifafanua katika mikanda iliyotangulia ambayo si apologetics. Hiyo mawadda nitalifafanua zaidi ama nishalifafanua. Kumbe Qur'ani imetupa sifa hizi. Chukua vidole haraka.
Na utawaona walio karibu, hiyo ni point, kwa rafiki na Waislamu ni wale wanaosema, sasa ondoa hizi, anza upya, wanaosema sisi ni Wakristo. Twende. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyoni, kumbe Qur'an ajua katika Wakristo kuna wasomi na wachao Mungu, na Qur'an asema katika Wakristo kuna wacha Mungu. Na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari tena, najua hapa hakuna baadhi yao, lakini nasema kwa sababu wao Wakristo, haijasema kwa sababu baadhi. Ukiona mtu ana kibri, huyo si Mkristo. Hapa Qur'an anazungumzia Mkristo, wao hawatakabari. Kwa hivyo kuona mtu ana matusi, ana kibri, ana jeuri, huyo sema ni Mkristo. Hata kama anasema Biblia, amehifadhi yote, haijalishi. Hizi sifa hazipatikana hata kwa Uislamu ndani ya Qur'ani. Na ndio kweli. Zitafuta action ipi? Sasa kumbe marafiki wa Waislamu na Wakristo, kwa hivyo na maana njio namuuliza Mkristo, Waislamu wanafaa tuulize sisi, na washatuuliza, wanaomba kila siku. 6:16 Yeremia. Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Qur'an imesema tuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale past tense waliowaneemesha. Biblia inasema mkaulize habari za mapito ya zamani. Waislamu wanasema uongoza katika njia ya zamani, maana njia ya wale walioneemeshwa. Iwapi njia iliyo njema, ya dini iliyo nzuri, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Kuna Waislamu wanasema hawataki kwenda katika njia hiyo, na kila siku mnaomba. Sasa mnaomba nini? Na Biblia inasema mkaulize njia za zamani kuu, mtapata raha. Sasa mkisema hamtaki, mkapinga kwamba si ya Mungu, mnaomba nini? Basi afadhali muache swala. Sasa njia hii iko, Wakristo, Muislamu, tunakupa njia hii bila malipo. Njia hii ama dini hii ni hii. Yohana 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu, sio kama Waislamu ni watu, yes ni watu. Mtu haje kwa Baba ila kwa njia mimi. Mtu haje kwa Baba ila kwa njia mimi. Hiyo ndio Biblia. Mtu haje kwa Baba ila kwa njia. Hapa pana kupinda, wale Waislamu wanapinda. Yesu hajasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu, ila kwa njia ya mimi. Yani si njia yangu, njia ya mimi. Maana mimi ndiye njia. Yesu amesema ana huwa tariq wal haqq wal hayat, laysa ahadu ya'ti ila li abi illa bi. Ukisema King James, ukisema NIV, sasa shida iko wapi? Yesu, wewe ni njia na wewe ndiye mwanzilishi wa dini hii. 12:3 Waebrania. Mkutano 12:23 Waebrania. 12:23 Waebrania. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu, mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Kumbe majina ambayo yameandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi ni majina ya wale ambao wanakutanika katika mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza. Sijaona aya, sijui kama ipo, lakini hamna kwamba majina ya Waislamu yameandikwa mbinguni, sijaona. Hosea 4:6. Kwa nini watu wanapotea? Kwa nini watu wanaacha njia ambayo ni Yesu Kristo aliye hai? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa,
kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Yesu akazidi kusema, kwa sababu ya watu kupotea, njia ipo wazi. Anasema Yesu akajibu akamwambia, mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Sisi kama umenifuatilia mwanzilishi wa Uislamu, nini maana ya Uislamu? Yesu Kristo ndiye njia, na Waislamu wameisha kila siku tunawapa njia. Twende haraka taratibu kwa mwendo mzuri. Mambo ya kuzingatia katika aya hizo, sikiliza. Waebrania 12:2. 12:2 Waebrania inasema, tukimtazama Yesu ambaye ndio njia, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Yesu kaanzisha, katimiza. Sasa mtu anasema, kwa hivyo hata dini hii ambaye ni Yesu Kristo alianzisha akiwa duniani, maana watu wanamuona Yesu akiwa hapa. Hizo aya nishatoa, lakini wacha nizidishie. Yesu ndio mwanzilishi wa imani hii na dini hii. 17:5 Yohana. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe dini hii ama njia yetu Yesu Kristo ilikuwepo ama alikuwepo kabla ya misingi. Kwa hivyo dini yetu ni ya zamani. Ndo pale Yeremia akashauri tukaulize mapito ya zamani, njia kuu tutapata raha. Yesu ni wa zamani, njia kuu tutapata raha nafsini. Petro wa kwanza 1:10-11. Petro wa kwanza 10:11. Inasema Petro wa kwanza, tukimalizia mkanda huu, inasema katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia nyinyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe manabii wote walikuwa na roho wa nani? Wa Kristo. Kwa hivyo walikuwa na tabia ya nini? Ya Kikristo. Kwa hivyo kuna mtu akipinga ana matatizo. Watu wote walikuwa na roho, manabii wote walikuwa wanaongozwa na Roho wa Kristo. Ina maana manabii wote walikuwa ni wa Kristo. Kama Muhammad alikuwa nabii, basi alikuwa na Roho wa Kristo. Lakini tukipata alimpinga Kristo, hakuwa na Roho wa Kristo. Ndio tafsiri yake. Ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa baada ya hayo. Niongeze Petro wa kwanza 4:15-16. Aya hii nzuri. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine, lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Yaani ukiwa ni Mkristo unaona raha. Unaona raha. Sio kama unafanya kimaringo raha. Tembea kiraha. Furahi. Umtukuze Mungu katika jina hilo la kuitwa Mkristo. Kristo si dini. Kristo unapotea. Biblia inasema ukiwa Mkristo una raha. Umenipata? Tazamaji mpendwa, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye njia na kwenda uzima. Andiko baada ya andiko limeweka wazi Ukristo ni dini ama Ukristo ni njia. Hakuna mtu wa kufika kwa Mungu, kwa Baba, ila kwa njia ambaye ni Yesu Kristo aliye hai. Sasa watu wakisema Ukristo si dini, ukisoma historia ya Uislamu kule, ambaye sitaki kuchanganya hapa, inasemekana Muhammad alipopata utume, hivi vitabu hivi hapa ukivisoma hata za Kiswahili, hata hiki kidogo sana hiki kimeeleza hiyo habari. Alipopata utume hakujua nani kampa utume. Nafikiri ile mikado shaipata. Alimwendea bwana mmoja alikuwa anaitwa Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal alikuwa ni Mkristo.
Na tumeona kwamba hata Biblia yenyewe, Qur'ani yenyewe imethibitisha Ukristo ni dini. Katika majibu na katika mafundisho. Sasa hii kusema Ukristo si dini ni mazoea, ni kutaka kupoteza watu, ni kukosa kujua, ama ni vile mmezoea sasa mnaibukana tu, mnaibuka kwa kuzoea, kwa kuzoea. Si vizuri kutamka neno kwa kuzoea. Ni vizuri kusoma. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nikimalizia mkanda huu wa mafundisho, nadhani ushakamata kitu. Mada ya dini kwa mikanda mitatu imekamilika. Tunakwenda katika mada gani? Wewe subiri tu. Ndio tunaanza, hatujafika pahali. Na kwa uwezo wako, kama una uwezo wa kuweza kununua credit, hebu jinyimo pata hii mikanda, kwa sababu tu ujue mbinu za wapinzani zimefikia wapi. Uwe tayari kuitetea imani, si kwa ngumi, si kwa matusi, bali kwa neno la Mungu. Natumia maneno mazuri kwa kumjibu mtu. Mimi nashukuru Mungu ambaye amenipa pumzi. Siwezi nikamlipa chochote. Lakini usisahau mafundisho haya ninatoa kwa hiki kitabu. Kwa hivyo kama huwezi kununua, ama wewe si mtu wa kutizama sana mikanda, usiseme kitabu kiko wapi. Hiki hapa. Na vitabu vingi takriban 5 nishaandika. Sasa ni jukumu lako, usije ukasema mimi Ibn Said sikukufikishia. Wakati nitakapolala usije ukasema sikuacha kitu. Ndo hiki. Na sitoe mikanda hii kwa sababu nataka nijulikane, nionekane kwa Facebook ama kwa YouTube. Sitaki kuonekana kwa YouTube. Maana yake si kwamba niko kwa YouTube nijigambe. Kama nitakuwa kwa YouTube ama kwa mwingine, ni utukufu wa Mungu. Tutumieni mitandao yote kwa utukufu wa Mungu. Kama washirikina Illuminati wanatumia mitandao kuteka watu, na sisi tutumie mitandao kuwarudisha watu kwa Yesu Kristo aliye hai. Tukutane katika mkanda unaokuja. Na tulianza kwa maombi, sijui kwa nini tusifunge kwa maombi kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Baba na Mungu uliye hai, Yesu wewe ni njia na kweli na uzima. Tunaomba watu wako wasipotee. Wote wanaokutafuta mchana usiku waonekanie. Na asante Mfalme, na kuomba zawadi hii niitumie kabla hujaichukua, maana zawadi ya afya ni yako. Naomba siwe na maringo tena zaidi tena hata kidogo. Asante kwa kunisikia, asante kwa kunijibu. Mtazamaji, mlinde mhifadhi, tukutane katika mikanda yote na ipate mikanda yote ewe faida kwake. Jina lako litukuzwe siku zote, ni katika Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Barikiwe na tukutane. Mungu akubariki sana.